Lakini sikiliza, kuna maneno yanayomaanisha mwanamke. Ndio maana nikasema sio kila mwenye jinsia ya kike ni mwanamke. Sasa wanaume, kagua hizi sifa za mwanamke, kama anazo, kama hana tuanze mfungo wa maombi. Kuna maneno kadhaa, yako mengi ya Kiebrania, nimechukua machache tu matatu. Neno la kwanza linalomaanisha mwanamke ni negeva. Negeva ni mwanamke ambaye yeye ni wa jinsia ya kike, yani kitu chochote chenye jinsia ya kike. Lakini neno la pili ni nara. Huyu ni neno linalomaanisha msichana, kabinti kadogo. Neno la tatu ni bat. Hili ni neno linalomaanisha binti kwa maana mahusiano. Neno la mwisho ambalo nilikuwa nataka ni isha. Huyu ni mwanamke ambaye ana sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza ni mwanamke anayejitambua, ana focus. Namba 2, ana ukomavu wa kiakili na kiroho, spiritual and intellectual maturity, aliyekomaa kiroho na kimwili. Mwanamke jasiri ambaye hawezi kulizwa na message ya kahaba mmoja. Ukiona mwanamke anaona message kwenye simu ya mwanamume, analia na mtandio mkononi, kaliolewa kakiwa kabinti. Songe mbele kidogo. Namba 3, ana sifa ya kuongeza, si ya kupunguza, multiplication. Wanawake, mmesikia vizuri. This is very serious. Mungu alipomuumba mwanamke alimpa sifa ambayo wanaume hatuna. Ulipewa kitu kinaitwa law of multiplication, kanuni ya kuongeza. Ndio maana uwezo wa kuzaa tukupewa wanaume. Sisi sio wa kuongeza, sisi ni wa kutumia. Sasa wanawake, hiki kitu kimepotea leo na ninyi mmekipoteza. Mwanamke mwenye kanuni hii, hata mnapopanga bajeti ya maisha, atakwambia kuongeza, kuongeza, kuongeza. Mwanamke mwanaume ukiona mke wako kila agenda anayoileta ya fedha ni kupunguza, ni kupunguza, ni nguo, toleo jipya, hapo haujapata mwanamke. Mwanamke na kanuni ya kuongeza. Atakwambia mume wangu tuongeze kuku, tuongeze mbuzi, tufanye hivi. Lakini pia sifa nyingine ya mwanamke, unapopewa shilingi 2,000 tunategemea tukute imekuwa 4,000. Lakini ukipewa 2,000 ukarudi na malalamiko kwamba haijatosha, tuna mashaka na wewe. Namba 5, mwanamke isha ni mwanamke ambaye ni life sustainer, sio life taker. Mwanamke mwendelezaji wa maisha. Ndio maana nizungumze na wale wadada ambao katika barabara ya maisha mumejikwaa mkapata mimba zisizo halali. Wale ambao huwa mnapata mimba na mnazaa, na wapongeza kwa jina la Bwana. Sio wale waliopata na wakaongeza dhambi ya pili wakaondoa. Kanuni ya mwanamke ni life sustainer, sio life taker. Ukifuatilia leo kwa nini wanaume wengi wanakufa haraka, hiki kipengele kimekosekana kwa wanawake. Wamekuwa life takers. Umetoka zako umechoka, unataka upumzike, ndipo kesi zinaanza. Hivi niambie, Asha ni nani? Unaambia Asha ni jina la Bi Mkubwa. Sio huyo Bi Mkubwa, nataka kuzungumza Asha wa kwenye simu. Sasa wa kwenye simu mimi ni Vodacom, mnaniuliza wa kwenye simu. Lakini pia mwanamke ni mlinzi, protector. Hilo nitalizungumzia vizuri, nataka nipite kwa haraka. Mwanamke halali. Nisikilizeni wanawake mlioko mahali hapa. Mwanamke ambaye ni isha, ulimi wake umeunganishwa na ubongo. Kuna connection kati ya ulimi wake na ubongo. Tuna ulimwengu ambao umejaa wanawake ambao wanaongea maneno ambayo ubongo haujawatuma. Kabla ubongo haujapiga okay, yeye ameongea. Mwanamke ambaye ni isha, ulimi wake umeunganika na ubongo, kwamba kabla hajaongea atatafakari kwamba hili neno linaumiza au haliumizi. Hizo ndizo sifa za wanawake.